Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema Tanzania itaendelea kuimarisha misingi ya demokrasia kwa mujibu wa maadili, tamaduni na historia yake, huku akibainisha kuwa mchakato wa mabadiliko ya kikatiba ni mojawapo ya hatua muhimu kuelekea maelewano ya kitaifa. Akizungumza Ijumaa Novemba 14, 2025 wakati wa kulifungua bunge la 13 jijini Dodoma, Rais amesema demokrasia haina tafsiri moja bali inaweza kutafsiriwa kwa namna tofauti kulingana na mazingira ya nchi husika. Tanzania ina uzoefu wa miongo mingi ya kidemokrasia na amani. Tanzania ina demokrasia iliyokomaa. Hata hivyo, tunaendelea kuboresha kulingana na mazingira na wakati. Ni jukumu letu sasa kujielekeza kwenye maboresho hayo kwa utashi wetu bila shinikizo lolote. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hapo. Tanzania imekuwa na miongo mingi ya kidemokrasia, limekuwa ni taifa la amani na utulivu wa kisiasa. Neno demokrasia linaweza likatafsiriwa katika nchi yoyote ile, lakini sisi ni wakomavu wa demokrasia. Pamoja na hayo, katika safari yetu ya kuendesha Tanzania kidemokrasia, tuko tayari kujifunza na kujirekebisha. Hivyo basi, niwaombe makundi yote ya Watanzania, hasa vyama vya siasa, tukae pamoja, tuzungumze, tuangalie tumekosea wapi, turekebishe, tuende na safari yetu ya taifa lenye amani na utulivu. Na haya yatafanyika kwa kufuata mila, desturi zetu, miongozo yetu, kanuni zetu, mitindo yetu ya maisha, na sio kwa shinikizo. Mheshimiwa Spika, Tanzania inathamini ushirikiano wa kimataifa na ingependa kuishi na mataifa mengine kwa msingi wa kuheshimiana na kufaana. Serikali ina dhamira ya dhati kuendeleza mahusiano mazuri yaliyopo na nchi marafiki na mashirika ya kimataifa. Daima tutajielekeza katika kuongeza marafiki na kupanua fursa za kiuchumi kwa nchi yetu na watu wake. Kama taifa, tunapenda tuheshimiwe kama sisi tunavyoheshimu mataifa mengine. Asanteni sana. Asanteni waheshimiwa. Nataka nirudie, kama taifa tunapenda tuheshimiwe kama sisi tunavyoheshimu mataifa mengine. Na katika kulinda maslahi ya nchi hakuna mbadala. Katika kulinda maslahi ya nchi hakuna mbadala. Ni lazima tuhakikishe tunalinda utu, heshima na uhuru wetu. Tutaendelea kuongozwa na misingi ile ile ya sera ya nje iliyoasisiwa na waasisi wetu ya kutofungamana na upande wowote. Msimamo wetu ni umoja na ushirikiano badala ya mgawanyiko, majadiliano badala ya amri au mabavu, na haki badala ya visasi. Taifa la Tanzania limejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Nguvu yoyote inayokusudia kuchafua misingi hiyo, hatutokubaliana nayo.
Asante Mheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Spika, kwa upande mwingine tutaendelea kuimarisha vyombo vyetu vya ulinzi na usalama ili tuhakikishe ulinzi wa mipaka yetu na ulinzi wa raia na mali zao uko kwenye mikono mizuri au mikono salama. Vile vile taifa la Tanzania litaendelea kutimiza wajibu wake wa kuchangia misheni za ulinzi wa amani za kikanda na kimataifa. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DSTV, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi, piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.